Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Nikukaribishe vyema kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema uhamasishwaji wa umma kujiamini na kuongeza uelewa ni muhimu ili kupunguza hofu kuhusu vitisho vya nyuklia na kutumia ipasavyo fursa zinazotokana na teknolojia hiyo ya nyuklia. Mwanahabari wetu anatujuza zaidi. Akihutubia katika mkutano wa wakuu wa nchi na serikali kuhusu uvumbuzi wa nishati ya nyuklia barani Afrika NEISA ulioanza leo jijini Kigali, Rwanda, Rais Samia amesisitiza kwamba raia wa Afrika wanapaswa kuwa na uelewa na ufahamu wa kina kuhusu fursa pamoja na wajibu unaohusiana na maendeleo ya nishati ya nyuklia, usalama, ulinzi wa mazingira na utawala wenye uwajibikaji ambavyo vinapaswa kubaki kuwa msingi wa shughuli zote zinazohusiana na matumizi ya nyuklia. Ameitaka Afrika kufanya kazi kwa kushirikiana ili kufanikiwa kuelekea katika matumizi ya nishati ya nyuklia. We must continue working together to create an enabling environment. Ni lazima tuendelee kushirikiana ili kuunda mazingira wezeshi yanayounga mkono uwekezaji, kuimarisha taasisi na kujenga uwezo wa kitaaluma unaohitajika kwa maendeleo ya muda mrefu katika sekta ya nishati. Rais Samia amewaeleza wajumbe wa mkutano huo wa kimataifa unaoshirikisha pia wataalamu wa nishati, wawekezaji na mashirika ya kimataifa kuwa katika kuzingatia programu za baadaye za nishati ya nyuklia, Tanzania inatarajia kujifunza kutokana na uzoefu wa kimataifa na kuimarisha ushirikiano katika mabadiliko kuelekea matumizi ya nishati ya nyuklia. Tanzania strongly believes that regional cooperation is essential. Tanzania inaamini kwa dhati kwamba ushirikiano wa kikanda ni muhimu kwa mafanikio ya mustakabali wa nishati ya nyuklia barani Afrika. Mkutano huo unajadili matumizi ya nishati ya nyuklia kwa maendeleo ya bara la Afrika, ambapo pia utajadili namna bora ya kuongeza upatikanaji wa nishati ya umeme Afrika, kupunguza uchafuzi wa mazingira, kusaidia maendeleo ya viwanda na kukuza ubunifu wa teknolojia za nishati ya nyuklia, pamoja na kuvutia wawekezaji katika miradi ya nishati. Najma Abdallah, Channel 10. Shukran sana Najma Abdallah kwa taarifa hiyo. Bunge limeidhinisha zaidi ya shilingi trilioni 4.28 kwa ajili ya bajeti ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa JKT kwa mwaka wa fedha 2026-2027, huku serikali ikieleza kuwa fedha hizo zitaelekezwa katika maeneo 8 ya kipaumbele yakiwemo kuanzisha viwanda vipya kwa kushirikiana na sekta binafsi pamoja na kuongeza uwezo wa JKT kupokea vijana wengi zaidi nchini. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Rimo Nyansaho amebainisha vipaumbele hivyo bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha hotuba ya bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Fedha hizo zitatumika pia kuendelea kuimarisha uwezo wa Jeshi la Kujenga Taifa kwa kuboresha miundombinu ili liweze kuchukua vijana wengi zaidi watakaopata mafunzo ya awali ya kijeshi na stadi za kazi, kuendelea kuliimarisha jeshi la akiba, lakini pia kuendeleza na kulinda miradi ya kimkakati kwa maslahi mapana ya taifa, kuimarisha mashirika na taasisi za utafiti wa masuala ya kijeshi, kuanzisha viwanda vipya katika sekta ya ulinzi kwa maana ya defense industries vitakavyoweza kuzalisha bidhaa kwa matumizi ya kijeshi na kiraia, lakini pia kuanzisha viwanda vipya kwa kushirikiana na sekta binafsi. Waziri Dr. Nyansaho amesema utekelezaji wa maeneo hayo ya kipaumbele pamoja na mipango mingine ya maendeleo utaiwezesha serikali na wananchi kufikia malengo waliojiwekea, ikiwamo utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Wote tunaelewa nini maana ya amani, hata tuwa na malengo ya namna gani ya Vision 2050. Kama hatuna usalama ndani ya nchi yetu, kama hatuna amani ndani ya nchi yetu, kama hatulindi mipaka yetu sisi wenyewe kwa kuidentify adui, hiyo kazi yote ambayo tunaipanga haitaweza kufikiwa. Kwa upande wa maoni na ushauri wa kamati ya kudumu ya Bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama ni kuwa mafunzo ya stadi za kazi
yanayotolewa kupitia JKT yaendane na mahitaji halisi ya soko la ajira, huku baadhi ya wabunge wakitoa ushauri kwa serikali. Ili serikali iongeze nafasi za vijana kujiunga na JKT kwa kuongeza uwezo wa kambi na kuboresha miundombinu ya mafunzo. Aidha, mafunzo stadi za kazi yaendane na mahitaji halisi ya soko la ajira, sambamba na kuanzisha mfumo wa ufuatiliaji wa wahitimu ili kupata mrejesho wa matokeo ya mafunzo hayo. Ninapendekeza ukiacha ahadi ile ya posho, tufanye kama mtindo ambao baadhi ya nchi zinafanya. Tuwe na mfuko maalumu wa maveterani wa vita ya Kagera. Waone uwezekano wa vijana wetu wanaohitimu kidato cha 6 kuhakikisha kwamba hawa vijana wanapata fursa ya kwenda kupata mafunzo haya. Kwa sasa hivi capacity ya JKT wana uwezo wa kuchukua vijana 60,000. Lakini vijana wanaohitimu kidato cha 6 ni 125,000. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Simanzi, umasikini na utegemezi vimetanda katika familia ya Mangalu Ikanga aliyekuwa mfanyakazi katika ulinzi wilayani Bariadi mkoani Simiyu baada ya kuvamiwa na kujeruhiwa kichwani na watu wasiofahamika, hali iliyomsababishia mwili wake kupoza na kushindwa kuhudumia familia. Hali hiyo imekuwa chanzo cha yeye kushindwa kupumua kwa kutumia pua na hivyo kutobolewa shingo ili aweze kupumua na kuongea vizuri kwa kutumia tundu lililopo shingoni badala ya mdomo. Taarifa zaidi na Heri Kavirondo kutokea Mwanza. Ni nyumbani kwa Mangalu Ikanga, mtaa wa Mbugani, kata ya Kishiri, wilayani Nyamagana, jijini Mwanza. Tukio la kujeruhiwa baba huyu wa familia lilitokea mwaka 2023 akiwa kazini, ambapo baada ya shambulio hilo Ikanga alikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Kanda Bugando jijini Mwanza kwa matibabu ya dharura. Akiwa Bugando, madaktari walimfanyia upasuaji mkubwa. Ni nyumbani kwa Mangalu Ikanga, mtaa wa Mbugani, kata ya Kishiri, wilayani Nyamagana, jijini Mwanza. Tukio la kujeruhiwa baba huyu wa familia lilitokea mwaka 2023 akiwa kazini, ambapo baada ya shambulio hilo Ikanga alikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Kanda Bugando jijini Mwanza kwa matibabu ya dharura. Akiwa Bugando, madaktari walimfanyia upasuaji mkubwa wa kichwa ili kuondoa sehemu ya fuvu iliyoharibika vibaya, kubadili mfumo wa upumuaji, ambapo alitobolewa koo ili kumwezesha kupumua badala ya kutumia pua. Kipindi cha kwamba kama kesho naenda kupokea hela, sasa niende kupokea hela, nikavamiwa na watu ambao hawajulikani. Baada kuvamiwa nikapigwa kwenye kichwa. Baada ya kupigwa kwenye kichwa. Ni nyumbani kwa Mangalu Ikanga, mtaa wa Mbugani, kata ya Kishiri, wilayani Nyamagana, jijini Mwanza. Tukio la kujeruhiwa baba huyu wa familia lilitokea mwaka 2023 akiwa kazini, ambapo baada ya shambulio hilo Ikanga alikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Kanda Bugando jijini Mwanza kwa matibabu ya dharura. Akiwa Bugando, madaktari walimfanyia upasuaji mkubwa wa kichwa ili kuondoa sehemu ya fuvu iliyoharibika vibaya, kubadili mfumo wa upumuaji, ambapo alitobolewa koo ili kumwezesha kupumua badala ya kutumia pua. Kipindi cha kwamba kama kesho naenda kupokea hela, sasa niende kupokea hela, nikavamiwa na watu ambao hawajulikani. Baada kuvamiwa nikapigwa kwenye kichwa. Baada ya kupigwa kwenye kichwa, fahamu ikapotea kabisa. Majeraha hayo yameifanya familia yake yenye mke na watoto wadogo wawili kugubikwa na umasikini, watoto kusoma kwa shida, huku gharama za maisha na matunzo zikiwaangukia wategemezi wake ambao sasa wanapitia wakati mgumu. Farida Anton ni mke wa Mangalu Ikanga na Manyenye Warioba ni mdogo wa baba huyu wa familia. Ni wakubebwa, kila kitu ni kusaidiwa,
hawezi kitu chochote, kufanya kazi yoyote hawezi. Mimi ndo nayepambana, natoka naenda mtaani kutembeza mchicha, kufua kwa majirani ili nipate hela ya kujikimu, lakini hela yenyewe muda mwingine haitoshi. Kwa kweli ni mama wa kupongezwa kwa sababu ana moyo. Tangu tumepata taarifa hizi ameendelea kwa bega kwa bega na mmewe, akimpa huduma za hapa na pale, ingawa akishirikiana na ndugu zake. Lakini kweli hali bado ni mbaya na mama huyu anastahili pongezi. Wamama wengi wamekuwa wakiona mtu amepata changamoto wamekuwa wakiwakimbia. Mangalu Ikanga anawaomba wadau mbalimbali, mashirika ya kijamii, viongozi pamoja na wasamaria wema wamshike mkono ili apate kitimwendo na mtaji wa biashara kupitia namba ya simu 0781848081. Jina ni Mangalu Peter Ikanga. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Hai. Serikali ya Kenya imetangaza kusitishwa kwa wiki moja kwa mgomo wa usafiri wa umma uliokuwa ukiendelea kupinga kupanda kwa bei ya mafuta, hatua iliyokuja baada ya watu 4 kuuawa katika maandamano yaliyoikumba nchi hiyo. Waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen amesema kusitishwa kwa mgomo huo kutatoa nafasi kwa mazungumzo zaidi kati ya serikali na wamiliki wa vyombo vya usafiri ili kupata suluhisho la mgogoro huo. Mgomo huo uliingia siku ya pili Jumanne, huku ukiendelea kusababisha usumbufu mkubwa wa usafiri kote nchini, hasa katika jiji la Nairobi ambapo barabara nyingi zilionekana kuwa tupu kutokana na huduma za matatu kusimama. Ripoti pia zilieleza kuwa vijana waliendelea kuziba baadhi ya barabara kuu zinazoingia jijini humo pamoja na maeneo ya mikoani kama Naivasha. Shule na baadhi ya balozi mjini Nairobi ziliendelea kufungwa kwa siku ya pili kutokana na hali ya sintofahamu. Kenya imekumbwa na ongezeko kubwa la bei ya mafuta baada ya mvutano wa vita vya Irani kuathiri usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz, ambapo sehemu kubwa ya mafuta duniani hupitia huko. Tatizo la uharibifu wa mazingira limeonekana kupata sura mpya baada ya wataalamu kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Dar es Salaam DUCE kubuni njia ya kutengeneza mdudu inzi chuma anayezalisha kutokana na taka oza. Utafiti huo umeonyesha kuwa mbali ya kusaidia utunzaji wa mazingira, inzi chuma ana uwezo wa kuzalisha protini kwa wingi ambayo inatumika kama chakula cha mifugo ikiwemo kuku na samaki, ambayo pia imetajwa kuwa ni gharama nafuu kuliko aina nyingine za protini zinazotumiwa na wafugaji. Tupate taarifa zaidi. Mtafiti wa uzalishaji wa inzi chuma kutoka DUCE, Daktari Lucas Luchemba, amewaambia waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kuwa utafiti huo ni matokeo ya msaada wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH. Dr. Luchemba amesema taka ozo hutumika kuzalisha inzi chuma zinazotoa protini muhimu kwa chakula cha mifugo na pia ni suluhisho la kupunguza gharama za lishe kwa wafugaji. Hii protini ni muhimu sana kwa ajili ya kulisha wanyama kama samaki, kuku na kadhalika kwa gharama ndogo kabisa, lakini ukilinganisha sasa bei ya ukiwapata kwa mfano kilo moja ya wadudu na ukilinganisha na kilo moja ya soya, utagundua kwamba kilo moja ya soya ni very expensive kulinganisha na kilo moja ya wadudu. Kupitia mradi huo, wananchi pia wataweza kunufaika kiuchumi kwa kuuza taka zinazotumika katika uzalishaji wa inzi chuma, hatua ambayo inafungua fursa mpya za ajira na kipato kwa jamii. Tunatoa suluhisho kwenye mazingira kwa sababu tunaona madampo mengi sasa hivi yanajaa kwa sababu kuna taka nyingi zinatupwa. Hizi taka ozo tunataka tuzipatie mbadala. Kama unavyoona sasa hivi watu wanaokota chupa za maji. Hizi chupa za maji zinaokotwa kwa sababu kuna mbadala wake, yani kwamba kuna viwanda ambavyo vinachakata hizi chupa. Kwa hiyo na sisi tunatamani sana tuwe na
na alternative, yani mbadala wa kuzitumia hizi takaozo. Hizi takaozo sasa ifikia hatua watu wao wanazileta wao wenyewe badala ya kuzipeleka dampo. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Halmashauri ya wilaya ya Mvomero kwa kushirikiana na watafiti kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania wanatekeleza mradi wa kuimarisha ustahimilivu na uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa serikali za mitaa. Wameanza hatua za utekelezaji wa mradi huo unaotarajiwa kudumu kwa miaka mitatu. Taarifa zaidi na Jimmy Mengele. Akiwasilisha mada kwa wadau kutoka halmashauri ya wilaya ya Mvomero, mtafiti mkuu wa mradi huo Profesa Christopher Mahonge amesema mradi huo umelenga kuongeza uwezo wa watumishi wa serikali za mitaa katika kupanga na kutekeleza shughuli za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa ufanisi zaidi. Ni mradi shirikishi ambao unahusisha Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo, kuna timu ya watafiti, lakini pia kuna mtafiti kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA, na unatekelezwa katika wilaya ya Mvomero. Yani tunabaini matatizo pamoja, tunapanga pamoja na tunatengeneza mkakati pamoja wa kusuluhisha hilo tatizo. Halafu tunakutana tena, tunatathmini zile njia tunazozitumia kwa kutumia maeneo ya mfano. Kuna kata ambazo zitachaguliwa. Akifungua warsha utambulisho wa mradi huo kwa halmashauri ya wilaya ya Mvomero, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mvomero Mary Kayoa amesema malengo ya mradi yatatoa fursa zaidi kwa jamii ya Mvomero katika kuwasaidia kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Lengo la mradi ni kama ambavyo amesema, ni kuimarisha ustahimilivu ambao core objective yake ni kujenga uwezo kwa wanajamii, lakini na kwetu. Katika mradi huu tunaona kuwa utaleta tija katika halmashauri yetu ya Mvomero. Mradi huu sisi tunasema tutausimamia vizuri na tuna imani kwamba kwa miaka mitatu ya mradi matokeo yataonekana. Hakuna mradi ambao umekuja Mvomero ukafeli. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Nchini Uganda, hali ya tahadhari imeimarishwa baada ya kuthibitishwa kwa visa viwili vya Ebola, huku mtu mmoja akifariki dunia kutokana na virusi hivyo vilivyotokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Uganda imeweka karantini watu waliokutana kabla na marehemu huyo na kuimarisha ulinzi mipakani ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo hatari. Kutokana na hofu ya maambukizi, serikali imeahirisha ibada kubwa ya siku ya mashahidi iliyokuwa ifanyike Juni 3, tukio linalokusanya maelfu ya mahujaji kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika Mashariki kila mwaka. Wakati huo huo, Marekani nayo imechukua hatua kali kwa kuweka vikwazo vya kuingia nchini kwa wasafiri waliotembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudani Kusini ndani ya siku 21 zilizopita baada ya raia wake kuambukizwa Ebola akiwa Kongo. Wakazi wa kijiji cha Inzomvu katika halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa mkoani Dodoma wameiomba serikali kufufua barabara inayounganisha eneo la uzalishaji wa mazao ya kilimo pamoja na stesheni ya reli ya Godegode na barabara kuu ya Mpwapwa Mlali, hatua ambayo itakuza thamani ya mazao wanayozalisha. Mwanahabari wetu Adam Malima kutoka Mpwapwa Dodoma anayo taarifa zaidi. Kijiji cha Inzomvu ni kati ya vijiji vinavyozalisha kwa wingi mazao ya bustani ndani ya wilaya ya Mpwapwa mkoani Dodoma. Zao la kitunguu ndilo wanazalisha kwa kiasi kikubwa katika majira yote ya mwaka. Miaka ya nyuma, wananchi wa kijiji hiki walikuwa wameunganishwa na barabara kutoka kijiji cha Mboli hadi Godegode kwenye station ya reli, lakini barabara hiyo imekufa baada ya kutotengenezwa kwa muda mrefu, hali ambayo wanaiomba serikali kufufua barabara hiyo ili kufikia masoko kwa urahisi. Tuna shida ya barabara. Barabara hii ni ya muda mrefu sana, lakini ilitelekezwa kwa muda mrefu. Kuanzia hapo tumekuwa na shida sana wakulima. Tunaenda mpaka Mpwapwa mjini
namba 30 gari zizunguke kule mpaka zije Mboli. Barabara inatoka Godegode kwenda Mboli. Sasa hii barabara kidogo imekufa baada ya miaka kadhaa, tunakosa huduma za kijamii. Kwa sababu sisi ni wakulima, tunategemea hii barabara kwa ajili ya kusafirisha mazao yetu. Maana hii hapa kijiji cha katikati hapa Nzomvu hapa ni tunalima mazao ya msimu mzima, yani wa 12, yani kuna mazao tunatoa moja kwa moja na kuna baadhi ya vitu ambavyo tunashindwa kuvitengeneza kupitia njia hii hapa. Kwa hiyo tunaomba serikali endapo ikitusaidia itengeneze njia yetu. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA wilaya ya Mpwapwa inatambua umuhimu wa barabara hiyo, lakini changamoto ni uhitaji wa kuwepo kwa daraja kubwa katika mto Kinyasungwi, ambapo serikali sasa ipo katika jitihada za ujenzi wa daraja hilo. Barabara ile ya kuhudumia wananchi kuvuka kutoka Nzomvu kwenda Godegode ni kweli kwamba kuna changamoto, lakini kwa chini tena na sisi kwenye mto huo yatakiwa tujenge kivuko sasa kuunganisha Nzomvu kwenda Godegode, ambayo itahitaji fedha nyingi vile vile kama ambavyo TANROADS anatumia. Kutoka kijiji cha Nzomvu katika halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa mkoani Dodoma, Domalima cha Ndeteni. Kutokana na serikali ya awamu ya 6 kuweka sera rafiki za uwekezaji katika sekta ya madini, hasa kwa wawekezaji wazawa, wananchi wa wilaya ya Ruangwa mkoani Lindi wameeleza wanavyonufaika na sekta hiyo, ikiwemo kupata ajira na kuwafungulia milango ya kukua kiuchumi. Aidan Mhando kutoka Lindi ana taarifa zaidi. Wananchi wa wilaya ya Ruangwa ambao wamepata fursa ya ajira katika mgodi wa Elianje Genesis Mine ambao unamilikiwa na wazawa, wakizungumza na kituo hiki, wanasema kutokana na uwepo wa sera rafiki kwa wawekezaji wa ndani kumewezesha wananchi wengi kupata ajira katika sekta ya madini. Namshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia ameboresha sekta ya madini. Kwa mfano sisi wa kina mama tumepata ajira, tunaweza kukizi majukumu ya kifamilia. Moja kwa moja tunaweza tukatoa shukrani kwa wawekezaji. Kwa sasa hivi baada ya kupata uwekezaji huyu kuja kuwekeza kwenye maeneo yetu, tumeweza kupata ajira na sisi tunanufaika, tunaweza kusomesha watoto, tunaweza kujitibia na mambo mengine yanaenda ya kimaendeleo. Na hapa wawekezaji wa mgodi huo ambao ni wazawa wanatoa neno kwa serikali. Tunapenda kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuweka sera rafiki kwetu sisi, lakini pia sera ambazo zinatuforce sisi kama wazawa kuweza kuongeza kipato na kujitanua kibiashara zaidi. Ukiangalia 80% mpaka 90% tumeajiri wazawa wa eneo hili la Namungo, lakini pia kuna fursa mbalimbali hapa. Tuna mitambo aina mingi. Tuna mtambo wa CIP kwa ajili ya uzalishaji wa madini ya dhahabu, lakini pia pale nje tuna mtambo wa graphite kwa ajili ya uzalishaji wa madini ya graphite. 80 hadi 90 ya mgodi huo umetoa ajira kwa wananchi wa wilaya ya Ruangwa. Kutoka Ruangwa mkoani Lindi, Aidan Mhando, Channel 10. Jumuiya ya wachimbaji wadogo na wafanyabiashara wa madini ya metali Tanzania TBMA wamepongeza hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali kutatua changamoto zilizokuwepo katika sekta ya madini na hivyo kuanza kuleta mafanikio kwenye sekta hiyo. Mwanahabari wetu Kuringe Mongi anaarifu zaidi. Akizungumza katika mkutano wa pili wa wanachama wa TBMA uliofanyika hapa jijini Dodoma, mwenyekiti wa jumuiya hiyo Bwana Tobias Kente alisema umeanza kuona ufumbuzi wa changamoto nyingi, especially za masoko, viwanda vya kuongeza thamani. Sasa hivi tumeshaanza kutokea. Kwa hiyo sasa hivi kwetu tuanze kutengeneza furaha na tuanze kutengeneza biashara zetu kuwa imara. Kwa upande wake, katibu wa TBMA Bwana Norbert Kaijage akachukua nafasi hiyo kueleza mafanikio mbalimbali walioyapata, huku wakiwa ni daraja kati ya wachimbaji wadogo na serikali toka wasajiliwe mwaka 2024. Tumeboreshewa upande wa kikokotoo kutoka kikokotoo ya Rwanda Development Exchange kwenda Shanghai Metal Market, na sasa invoice za malipo
zinatumika kwa ajili ya kikokotoo cha mlabaa. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringa Mongi. Serikali imezindua programu maalum ya kuwajengea wanafunzi wa vyuo vikuu uelewa wa masuala ya fedha, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuhakikisha mikopo ya elimu ya juu inatumika kwa mahitaji muhimu ya masomo na maisha ya chuoni badala ya matumizi yasiyo na tija kama vile anasa na michezo ya kubahatisha. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba ameandaa taarifa kamili. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Bwana Emmanuel Tutuba akizungumza wakati wa uzinduzi wa utekelezaji wa makubaliano kati ya BOT na bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu kuhusu programu ya elimu ya fedha kwa wanafunzi wa elimu ya juu, amesema programu hiyo itawawezesha wanafunzi kuelewa matumizi sahihi ya fedha za mikopo. Kupitia programu kama hii patakuwepo mada mbalimbali zitakazowekwa kwenye mfumo ambazo wenzetu wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu watakuwa wanawezesha vijana wanaopata mikopo kupata ile elimu. Na tukakuta matokeo yake ya semester ya kwanza yanakuwa mabaya kwa sababu amepata fedha bila kuwa amejipanga. Amepata fedha akapeleka kwenye matumizi mengine ya anasa nje na makusudio ya ule mkopo. Naye mkurugenzi mtendaji wa HESLB Dr. Bill Kiwia amesema programu hiyo imekuja wakati mwafaka kwa kuwa itawasaidia wanafunzi wa vyuo vikuu nchini kutumia vizuri fedha zao za mikopo. Kwa upande wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu, tunatambua wajibu mkubwa tulionao katika kuhakikisha utekelezaji wa makubaliano haya unakuwa wenye tija na mafanikio. Katika kutekeleza hilo, bodi ya mikopo itafanya mambo yafuatayo kwa uhakika na ukamilifu. Kwanza, tutaboresha mfumo wetu wa SIPA kuingiza maudhui ya elimu ya fedha itakayopatikana kwa njia ya kidijitali. Pili, tutashirikiana na Benki Kuu ya Tanzania katika kupitia na kuboresha na kupakia maudhui hayo ya elimu ya fedha. Mpango huo utawezesha wanufaika wa mikopo ya elimu ya juu kote nchini kupata elimu ya fedha kwa urahisi kupitia majukwaa ya kidijitali bila kujali eneo walipo. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi UWT wilaya ya Njombe umeitaka jamii kuacha tabia ya kunyanyapaa watu wenye changamoto ya afya ya akili na badala yake kuwa karibu nao kwa kuwapa msaada wa kijamii na kibinadamu. Taarifa zaidi na Michael Patrick. Akizungumza wakati wa kukabidhi msaada wa mahitaji mbalimbali kwa watoto mapacha wanaolelewa kwenye kituo cha kulea watoto yatima cha Irunda kata ya Mtwango wilayani Njombe, ambao mama yao mzazi Tolina Kabelege amepata changamoto ya afya ya akili na kutokomea kusikojulikana, mwenyekiti wa UWT wilaya ya Njombe Beatrice Malekela amesema bado jamii ina jukumu kubwa la kuhakikisha watu wenye changamoto hiyo wanapata msaada. Mungu ni wa ajabu. Mama huyu pamoja na kwamba alikuwa na changamoto ya afya ya akili, lakini aliweza kufika kliniki. Lakini sambamba na hilo, ndugu zangu wanawake wenzangu, ndugu zangu wanaume mlioko pale Wanginyi, na ndugu zangu wanaume wote mnaotusikiliza, kwamba watu kama hawa wanaokuwa na changamoto ya afya ya akili tuwalinde. Ukisikiliza historia yake ya hawa watoto mpaka wanazaliwa ni historia ambayo inahuzunisha kidogo, lakini naomba niwapongeze sana umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Njombe. Naye mhudumu wa afya ngazi ya jamii kutoka kijiji cha Wanginyi kata ya Matembwe, Grace Kiherula, ambako ndiko mwanamke huyo mwenye tatizo la afya ya akili anakotokea, amezungumzia juu ya hatua alizozichukua. Tulipompima awamu ya kwanza nilimpeleka kliniki nikarudi. Nilivyorudi kwa awamu ya pili, waganga wakanishauri ya kwamba tumuingize ultrasound. Tulivyomuingiza ultrasound akagundulika ana mapacha wawili. Nawashukuru sana kwa moyo huo na majitoleo hayo. Watoto kweli tunao. Watoto tunao, ingawa walikuwa na afya ya mgogoro na tumesumbuka nao sana. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel. Viongozi wa serikali za mitaa kisiwani Pemba wametakiwa kuwa mstari wa mbele katika kulinda rasilimali za misitu kwa kuelimisha wananchi juu ya umuhimu wa kuhifadhi mazingira kupitia upandaji miti. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka kisiwani Pemba inafafanua zaidi. Mwanasheria wa Wizara ya Kilimo Asha Mohamed Ahmedi
Akitoa mada umuhimu wa kulinda misitu kwa viongozi wa serikali za mitaa, watendaji wa mahakama na jeshi la polisi, amesema viongozi hao ni nguzo muhimu kati ya kulinda na kutunza misitu ya asili. Nayo jeshi la ulinzi na usalama tuwafundishe, tuwaelimishe, tuwakumbushe, sio kuwaelimisha tu, lakini tuwakumbushe kwamba hii ni rasilimali ya nchi na inatakiwa ilindwe kwa nguvu zote. Nao viongozi jumuiya ya misitu ya jamii Zanzibar JUMIJAZA walioandaa kikao hicho wamesema kamati za hifadhi zipo kisheria baada ya kukasimiwa madaraka na idara ya misitu kwa ajili ya kutunza mazingira. Bwana kamati anapokuja na kesi kwenye taasisi hizo, vituo vya polisi, masheha, kama maafisa wa misitu wanaosimamia, basi moja kwa moja ni sawa na anayekuja na kesi mtu wa misitu mwenyewe. Ili kushirikiana na wananchi kuhamasisha, sababu misitu ina faida nyingi. Kuna baadhi ya sehemu miti imekatwa, ardhi imenyimwa ni bahari, maji yanakuja juu. Wahanga wakubwa wanaoharibu misitu, basi utaona kwamba ni vijana na wanawake. Wanawake wanakata sana misitu kutumia kuni, lakini vijana wanaharibu sana misitu kupitia masuala ya upigaji taka na vitu vingine, wakiamini kwamba ni sehemu ya mtaji wanaowapatia nini maisha. Kwa hiyo ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Jamii imetakiwa kutoiangalia hijabu kama vazi la kawaida au la kidini pekee, bali waangalie kwa mtazamo wa alama ya maadili, heshima na utambulisho wa jamii katika malezi chanya yenye misingi ya nidhamu na utiifu kuanzia katika ngazi ya familia hadi taifa. Mwajabu Hoza anaripoti kutokea Kigoma. Wito huo umetolewa katika maadhimisho ya siku ya hijabu yaliyofanyika kimkoa wilaya Buhigwe mkoani Kigoma, yaliyoandaliwa na taasisi ya TAMSIA, Tanzania Muslim Student Youth Association. Akizungumza katika maadhimisho hayo, shehe wa mkoa wa Kigoma Hassan Kiburwa amesema hijabu ina nafasi kubwa katika kulinda stara na maadili ya jamii. Lazima kuhakikisha kwamba ule mfumo wenyewe wa sheria ya Kiislamu unamkava mwanamke vizuri, lakini pia unamkava mwanamume vile vile. Kwa tutashangaa tukiona mwanaume amevaa hereni, hizi watoto wa kiume wanachonga dhahabu wanavaa, ni haramu. Hapa jamii inatakiwa kuwajengea watoto maadili mema yatakayowasaidia kulinda heshima ya mwanamke na mtoto wa kike. Kujikita kwenye kuhimiza sasa muonekano wa tabia na mienendo ya watoto wetu ufanane na uvaaji wa hijabu. Tukifanya hivyo tutakuwa tumeleta maana halisi ya nini? Ya hijabu. Jambo ukiona linakaririwa mara kwa mara ni kwa sababu lina faida ndani yake. Tunaona kwamba nidhamu pamoja na heshima ya mwanamke kila siku inashuka chini badala ya kupanda juu. Tunataraji kuona uhalisia wa neno linaloitwa stara, na tunataraji kuona kiumbe mwenye staa ya hali ya juu. Katika maadhimisho, maombi yaliwasilishwa huku katibu tawala mkoa wa Kigoma Hassan Rugwa, ambaye ni mgeni rasmi, alishiriki uvishaji wa hijabu kwa wanafunzi na kuahidi kuendelea kuunga mkono jitihada za kulinda haki na ustawi wa wanawake. Naomba wadau kushirikiana nasi ili kuongeza nguvu ya kiuchumi katika kutekeleza majukumu yetu. Kuiomba serikali kupitia kiongozi wetu na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kukamilisha kituo cha malezi hapa kwetu Buhigwe. Ambao mnalisimamia jambo hili, endeleeni kulisimamia. Sisi kama serikali tuko nyuma yenu na tutahakikisha muda wote tunawapa ushirikiano wote ili kuweza kuyafikia malengo yetu. Maadhimisho hayo ni ya 6 na kauli mbiu ya hijabu mwaka huu ni hijabu ni kinga ya jamii, itambuliwe na kuthaminiwa. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Shukrani sana Mwajabu Hoza kwa taarifa hiyo, na taarifa yake basi inatupa nafasi kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.